Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padri Dr. Konstantini Changwe, paroko wa parokia ya Kristo Mfalme hapa Rwamrimi, jimbo la Musoma. Ni fursa kwangu binafsi na kwa Wakristo wote kwa ujumla na kwa Wakatoliki wote dunia nzima tunaposherehekea mwezi wa Rozari Takatifu, mwezi wa Bikira Maria, mama wa msaada wa daima, mama wa familia. Huyu mama ni mama mashuhuri kwa imani yetu, kwa maana pia ya kwamba alibeba fumbo la ukombozi. Kumbe tunaalikwa kuyaishi mafumbo ya Rozari Takatifu kama sehemu halisi ya maisha yetu. Maana Rozari Takatifu si tu kwamba ni minyororo au mnyororo wa shanga ambao watu wanashika sasa kuzungusha mikononi, ila inapitia mandhari nzima ya maisha ya mwanadamu. Maana kila fumbo la Rozari Takatifu ni kioo kinachoakisi sura ya maisha yetu ya kila siku, ambapo unaona mwanadamu katika kuzaliwa kwake, kupoteza, ndoto za maisha, usaliti, vifo na ufufuko, yote yanabebwa katika mafumbo matakatifu ya Rozari Takatifu. Na Rozari kwa ujumla ni tafakari ya maandiko matakatifu, na ni tafakari kweli kweli, kwa maana kwamba inabeba fumbo zima la Kristo mwenyewe duniani kutoka kwenye maandiko matakatifu. Na ni katika hayo pia tunaungana na malaika Gabrieli aliyesema salamu Maria umejaa neema. Na tunaporudia hii sala ya malaika Gabrieli, tunarudia maandiko matakatifu kwa kuyatafakari kwa kina. Mafumbo haya kuyaishi, tukianza na mafumbo ya furaha. Kwa kweli ni furaha si tu ya kijuujuu, ni furaha inayogusa mtima wa mwanadamu na moyo wa kweli katika tumaini katikati ya sintofahamu za maisha ya kila siku. Ndiyo ya Mariamu aliyosema ndiyo, nasi wanadamu tunaposema ndiyo kwa kuamini kwamba Mungu yupo na anatenda, ndiyo hii ni ujasiri wa kukubali yasiyojulikana ili yajulikane ndani yetu. Maisha yako ya mwanadamu mengi hayajajulikana, ni fumbo bado. Lakini katika kusema ndiyo, katika kumwamini na kumkiri Mungu, yote Mungu anayatenda. Wakati wa maisha yanapotukabili na mambo yasiyotazamiwa, tunahitaji majibu mapya kwa neema ya Mungu. Kumbe tunaposali Rozari na kusema ndiyo kila mara kwa Bikira Maria au mwombezi wetu, tuungane naye kusali na kuomba neema ya Mungu itende ndani yetu, tukiungana na malaika Gabrieli aliyesema salamu Maria. Kumbe nasi tunatafakari maandiko tukisema salamu Maria, tukisali mafungu ya furaha, maana ni katika furaha ndiyo yetu inapata majibu sahihi. Kumbe tunapotembelea na kutembea pamoja na Bikira Maria, mama wa kanisa, tunatembea katika ndio ya kweli na furaha ya kweli. Kuishi mafumbo ya furaha ni kujifunza kutambua uwepo wa Mungu si katika ukamilifu tu, bali katika unyenyekevu, katika kungoja na katika upendo wa kimya, katika msamaha usiosemeka na msamaha usiosema. Maana katika hayo tunagundua kwamba kila siku ya kawaida ni mahali patakatifu panaposubiri kuonekana katika macho ya Mungu, na maisha yetu ya kila siku yanayotujaza furaha na kuwepo hapa duniani. Mafungo ya uchungu ni tanuru ya maumivu ya binadamu kwa kweli. Maana katika hayo yanafunua kile tunapojaribu kuficha. Unapojificha katika mengi, Mungu anataka ufunue utakatifu una damu. Na damu hii ya utakatifu yanatuletea mazingira ya uchungu, maana sisi ni watu wa udongo tu. Na uhalisia wa maisha yetu umevubikwa katika fumbo hili la Rozari Takatifu. Kumbe tunaalikwa katika shida, kama Kristo alivyosimama bustanini, Yesu anahisi hofu, upweke na kimya cha Mungu. Ni maumivu tunayopitia sisi pia kama wanadamu. Kuna wakati wa upweke, kuna wakati wa hofu, kuna wakati wa ukimya, tunaona Mungu amekaa mbali nasi. Lakini ukimya wa Mungu si kwamba haoni. Mungu anapokaa kimya si kwamba haoni au hayupo, ila tu ni kualika kwamba katika giza ya kiroho, inua maisha yako katika mikono ya Mwenyezi. Inua safari yako ya hapa duniani kwa kujisalimisha kwamba Mungu, naona uchungu. Kiri uchungu huu unahitaji jibu sahihi. Tutakutana na usaliti, tutakutana na ukali wa maisha, tutakutana na ukatili wa dunia na upweke wa uaminifu pia. Uaminifu katika ndoa, uaminifu katika maisha halisi, uaminifu katika maisha ya kawaida tu.
Na katika haya yote tunabeba msalaba, na katika haya yote ni mwaliko kwamba uchungu utatugusa katika dhamiri au katika akili au katika mwili. Uchungu wote huu unahitaji sisi kujisalimisha kwa kusali rozari takatifu, maana tunabeba gharama ya msulubiwa. Kimya cha Mungu ni mwaliko kwamba ukombozi karibu, si kutoroka mateso, wala si kukimbia mateso, wala si kuahidiwa kwamba nitakuombea mateso yaishe. Mateso ni kifurushi cha maisha ya ubinadamu wetu, na katika haya ni mwaliko wa upendo wa Mungu. Kuishi mafumbo ya uchungu ni kukabiliana na majeraha yetu bila kuruhusu yatugeuze kuwa wagumu, bali yatulainishe kubeba misalaba yetu na kusema kwa imani, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mafungu ya utukufu ni tumaini zaidi ya kaburi, kwamba ustahimilivu wa maisha baada ya maangamizi si mafumbo ya ushindi wa nje, bali mageuzi ya ndani, kwamba kuishi mafumbo ya utukufu ni kutembea na tumaini lisiloisha, ni kuamini kwamba katika kufungua macho yetu kuona ufunuo, hata pale kaburi bado linapoonekana limefungwa, neema ya Mungu ni kubwa kuliko makaburi yaliyofungwa. Kumbe tunapotembea katika utukufu, tunatangaza kwamba Mungu ni mshindi, na katika yote tunayopitia ushindi kati yetu, mbele yetu. Cha msingi tu tutembee na rozari takatifu tukitafakari kwamba katika hili tunashinda. Mafungu ya mwanga ni utakatifu wa kuwekwa wazi. Haya ni mafumbo ya ufunuo, nyakati ambazo Mungu anaingilia maisha yetu na kututaka tubadilike kwa kweli. Ni tangazo la ufalme wa Mungu, tikisa moyo, roho na akili ili Mungu aweze kutenda. Linatutikisa kutoka katika usingizi, ni mwito wa kuamka kiroho, kutambua kuwa imani si starehe bali mapinduzi ya moyo. Yesu alipogeuka sura, wanafunzi walipoona utukufu walioandaa kwa mateso yajayo, na Ekaristi takatifu kwa ujumla, inatukumbusha kwamba tunafanana zaidi na Mungu na tunajitoa sisi wenyewe kwa wengine kama sadaka. Kumbe katika kuishi mafumbo ya mwanga ni kuruhusu maisha yetu yajae mwanga wa huruma ya Mungu, ukweli wa kimungu na rehema, kutoficha maisha yetu kwa wenzetu na kwa wengine, kutoficha maisha yetu katika dhambi, bali kufunua, maana ni ufunuo wa rehema ya Mungu. Kuishi rozari takatifu katika mwili na roho ni kusema ndio tunapotaka kukimbia, ni kuvumilia imani inapoonekana kuwa tupu, upweke, ugumu na ule utupu wa kwamba sasa tumebaki peke yetu. Ni kutunza moto wa tumaini hata kaburi linapofungwa, tufungue kaburi, tutembee katika mwanga. Ni kung'aa tunapojaribiwa kuficha mwanga wetu. Kila mmoja anaalikwa kutafakari rozari takatifu na kung'ara. Wakati wa shanga za rozari tunapokuwa tunasali kadogo kadogo kamoja kamoja, ni kukusanya yale matendo yetu madogo madogo ya kuweka mikononi mwa Mungu na kuyapima mbele ya maandiko matakatifu. Tunapozipitia zile shanga mikononi mwetu, zinakuwa kama mapigo ya moyo, zikihesabu si tu sala zilizosemwa au unazosali kila mara na udhaifu wako na madhaifu yote, bali maisha yanayobadilishwa kila mara, yanabadilisha kama mapigo ya moyo. Shanga moja inabadilisha sala yako, matendo madogo madogo, matendo ya utu wema, ukarimu, kuishi na wengine vema na kupambana katika maisha kwamba sitachoka na sitakata tamaa. Salamu Maria uliyejaa neema si maneno ya mbali kwa mbingu, bali tangazo kwamba neema bado ipo katikati ya maisha yetu. Tusivunjike moyo na tusikate tamaa. Binadamu tunaalikwa kutembea na Bikira Maria, mama wa msaada wa daima, mama wa ulimwengu, mama wa familia, na familia inayosali pamoja uishi pamoja. Tudumu katika kutembea na Bikira Maria tukitafakari maandiko matakatifu, maana malaika Gabriel alishatuonyesha njia na alishatufungulia mwanga. Tutembee na rozari takatifu tukiishi mafumbo ya rozari takatifu, mafumbo ya maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.